Bana safi ndugu yangu. Mbona kaka umechoka? Inapiga baba. Nini sasa? Saumu. Hali ya hewa nzuri kabisa. Jana leo havihusiani kaka. Sema umerudi eneo lako zuri kabisa. Futari kuku da kuku. Dodoma hapa kaka. Leo tunafuturu kuku wa kienyeji mzima. Dako kuku wa kienyeji mzima. Na ni kuku mtupu, hamna viazi wala ndizi wala ugali, ni kuku peke yake. Na kachumbari tu. Kuna vimiminika. Labda soda tu kidogo, ukipata maokola unashushia hivi mzee. Yani ule muda wa kufunga sasa kesho yake ni kama vile masaa 4. Nimejaribu kuimagine kidogo. Semaji, jana tumeona taarifa mbili ambapo wachezaji wameongeza mikataba, Yusuf Kagoma na Rushaine De Reuck. Tunafanya mambo yetu kitaalamu zaidi. Tuna wachezaji ambao wamefanya vizuri msimu huu, wameperform kwa kiwango cha hali ya juu sana, wamekuwa mhimili imara ndani ya Simba yetu na mikataba yao inaelekea ukingoni. Baada ya tathmini ya kamati ya ufundi, benchi la ufundi, tukajiridhisha ya kwamba hawa wachezaji wanatufaa kuendelea kuitumikia Simba Sports Club. Wakimwangalia Yusuf Kagoma, humuoni kiwango chake kishuka kwa miaka 10 ijayo. Sasa kama una mchezaji potential namna hiyo, hauna sababu ya kukimbizana dirisha kubwa likifika, wakati una uwezo wa kuzungumza naye, mkakubaliana, mkasaini mkataba, ukampa hela yake na yeye akawa comfortable ya kwamba bado ninaendelea kuitumikia klabu yangu pendwa. Kwa hiyo tukamuita Yusuf Kagoma pamoja na upande wake, tukazungumza naye, tukakubaliana, tukafikia mwafaka wa kumuongezea mkataba wa miaka 2. Awali aliingia mkataba wa miaka 2 ambapo unaisha mwishoni mwa msimu huu, na tukasema maji kabla hayajapoa tuongezee moto mwingine, maji yaendelee kuwa ya moto, tumuongezee mkataba mwingine ili aendelee kuitumikia timu yake ya Simba Sports Club. Kwa hiyo kwa Yusuf Kagoma mjadala tumeufunga namna hiyo. Lakini Rushaine De Reuck naye tulimsaini mkataba wa mwaka 1, na baada ya kuitumikia kwa takriban miezi 5-6, kiwango chake kimejidhihirisha kwamba ni mchezaji muhimu na ni mchezaji ambaye ana nafasi ya kuendelea kuiongoza na kuisaidia Simba Sports Club. Baada ya kufikia maridhiano haya, tukasema na yeye vile vile tumuongezee mkataba. Kwa mchezaji kama Rushaine kumwacha mpaka ufike mwisho wa msimu, kuna hatari ya kuingia kwenye vita kubwa ya kumwania. Kwa hiyo tukasema wacha tumalize hili jambo mapema, tukamuita, tukazungumza naye, akakubali ofa yetu na akakubali kuongeza mkataba wa mwingine wa mwaka 1. Kwa hiyo siku ya jana imekuwa ni siku nzuri sana kwa Simba Sports Club, kwa sababu mpaka sasa tuna uhakika wa kuwa na Yusuf Kagoma, tuna uhakika wa kuwa na Rushaine De Reuck, na kila ambaye tunaridhika na kiwango na ubora wake, na tathmini yetu ya kesho natuambia kwamba atakuwa na kiwango bora kesho na kesho kutwa, tutaingia naye mkataba kabla hata ligi haijamalizika. Tunachokitaka ni kwamba hadi kufika dirisha kubwa likifunguliwa, iwe ni kazi ya kudili na wachezaji wapya tu. Wale ambao tuko nao tuwe tumeshamalizana nao, kila mtu ana mkataba wake, anasubiri kuitumikia Simba msimu wa 26-27. Kwa timu hii bado tutegemea wachezaji wapya? Lazima. Lazima. Kuna kitu kizuri ni kwamba dirisha kubwa linalokuja hatutokuwa na stress kubwa sana sokoni. Yako maeneo machache ya kuboresha na uzuri kila mwana Simba anaona hasa eneo la striking kuna haja ya kuongeza nguvu kidogo hapo, lakini hayo ni mawazo yangu mimi. Sio benchi la fundi. Wanaweza kusema waliopo wanatosha. Lakini kwenye eneo la kiungo hapo lazima tuongeze kidogo, mambo yawe bulbul. Pembeni huko sina mashaka. Pembeni sina mashaka kwa maana ya kwamba Geye, Oura, Mpanzu, Morris, Chasambi wanafanya kazi yao ipasavyo. Kwa hiyo tutaongeza watu katika nafasi chache kweli kweli.
Sawa, leo asubuhi kikosi kimeanza safari ya kuja Dodoma. Kumekuwa kuna maswali, kwa nini Simba imeishia Dodoma na haikufika Singida? Tumeanza safari yetu hii leo ya kutoka Dar es Salaam kuja Dodoma, na kesho Mungu akijalia asubuhi tutaondoka Dodoma kuelekea Singida kwa ajili ya mchezo wetu dhidi ya Singida. Tumelazimika kusimama Dodoma na kuweka kambi ya siku moja hapa Dodoma kwa sababu ya changamoto kubwa ya viwanja katika mkoa wa Singida. Singida kuna hiyo shida kubwa ya viwanja, imeshawahi kutukuta mara kadhaa. Kuna wakati mmoja tuliwahi kufanya mazoezi katika uwanja wanaita uwanja wa FFU kama sikosei. Ukitoka Singida ukikunja ile kona ya kuelekea Mwanza, pembeni hapa kuna kiwanja. Ni kiwanja cha mtaani kabisa, yani kuna vumbi afu kuna, yani nakumbuka kocha alikuwa Abdelhak Benshika alitamani kulia. Ikabidi mazoezi yasitishwe, tukaenda kufanya mazoezi hotelini, kwenye zile paving za hotelini pale. Wachezaji wanakimbia tu kwa ajili ya kutoa jasho kwa sababu ilionekana ni hatari kufanya mazoezi katika uwanja ule ambao tulikwenda kufanya mazoezi. Kwa hiyo kuepusha hiyo riski, tukaona bora tubaki Dodoma, tufanye mazoezi katika uwanja mzuri kwa sababu mazoezi ya leo ndio mazoezi ya mechi. Mazoezi ya kesho siku moja kabla mechi huwa ni kuweka mipango sawa, lakini mazoezi ya siku mbili kabla huwa ndio mazoezi, yani mechi yetu na Singida ndo tunaicheza leo hapa. Kwa hiyo lazima upate uwanja mzuri, ufanye mipango yako, tengeneze mipango yako kuelekea katika mechi husika. Kwa hiyo tuko hapa na tuwashukuru uongozi wa shule ya John Merlin ambao ndio wanamiliki viwanja hivi vizuri, vinatuwezesha na kutusaidia kufanya mipango yetu kwa ufasaha. Kwa hiyo kesho tutaondoka Dodoma kuelekea Singida na bila shaka tutafanya mazoezi katika uwanja wa Airtel, uwanja ambao ndio uwanja wa mchezo wetu husika dhidi ya Singida. Sawa, tuende sasa kwenye mchezo wenyewe. Kikosi kimejiandaje? Kikosi kimejiandaa vizuri na wachezaji wote wanautaka huu mchezo. Bado tuna ile morali ya dabi, kwa hiyo bado wachezaji wana mzuka wa kutosha, lakini kama haitoshi, tumecheza mechi mbili pasina kupata ushindi katika ligi kuu ya NBC dhidi ya Dodoma Jiji, dhidi ya Yanga. Maana yake ni kwamba wachezaji wana shauku ya kupata alama 3 katika mechi ya ligi kuu. Kwa hiyo wachezaji wanaotaka huo mchezo, lakini lazima tuweke kwenye kumbukumbu sawa ya kwamba tunakwenda kucheza moja kati ya mchezo mgumu kweli. Singida Big Stars, ni Big Stars au majina mengi, Black Stars. Singida Black Stars ni moja ya timu ngumu katika ligi kuu ya NBC, na mara zote ambazo tukicheza nao mechi inakuwa ni mechi jiwe, mechi ngumu kweli. Lakini sio kutokana na ubora waliokuwa nao, ni kutokana na mentality waliokuwa nayo, ni kutokana na fikra walizokuwa nazo. Singida msimu mzima wenye mechi 30 kwenye kila timu, Singida wao wana mechi hizi 2 tu za kutolea macho. Mechi dhidi ya Simba round ya kwanza, mechi dhidi ya Simba round ya pili. Kwa unaweza kaona kama mtu mwaka mzima anautumia kujiandaa against mpinzani mmoja, anapokuja kucheza na wewe anakuwa na nguvu kiasi gani, anakuwa na morali kiasi gani, na anakuwa bora kiasi gani, kwa sababu amejiandaa throughout the year kwa ajili ya mchezo husika. Na hapo ndipo ambapo huwa panatengeneza ugumu katika mchezo baina ya Simba na Singida. Lakini sisi tumejiandaa na tunaendelea kujiandaa, na bila shaka hivi sasa timu yetu ina mabadiliko makubwa ya kiubora ambayo tunaamini pamoja na ugumu wote watakaokuja nao Singida, lakini vijana wetu watakuwa kwenye nafasi nzuri ya kutupigania na kutupa heshima na kuondoka na alama 3 pale Singida. Hapo unaponiambia kwamba wao wana mechi 2 kidogo pananichanganya. Sababu mwaka jana mechi zote 2 tumewafunga. Zinakuwaje wao wana mechi 2? Tumewafunga, na mara nyingi kama si mara zote huwa tunawafunga Singida, lakini hatujawahi kuwafunga kwa njia nyepesi. Mara nyingi sisi na wao inakuwa ni vita kweli, na hata ukiangalia margin ya magoli mara nyingi huwa tunamfunga goli 1. Kama tumeshawahi kumfunga goli 2 sikumbuka, lakini mara nyingi sana huwa inaishia kwenye goli 1, lakini vita yake inakuwa ni vita kweli. Na kwa nini wao wanakuwa na mechi 2? Singida
pamoja na mambo mengine yao yote aliyokuwa nayo, lakini yani pamoja na malengo yao mengine yote waliokuwa nayo, lakini lengo lao namba moja, lengo mama la timu yao ni kuifunga na kuiharibia Simba Sports Club. Kwa hiyo unapokwenda kwenye hiyo mechi ambayo ndiyo malengo yenu, maana yake mechi hiyo inatengeneza kuwa ugumu. Na mechi nyingine wanashinda, wanafanya vizuri, wanafunga nani, lakini hawapati raha kuzifunga hizo timu nyingine kama wanavyoipata hiyo raha aidha kuifunga Simba ama kutoka sare na Simba. Wanaweza wakafungwa na timu nyingine huko, lakini wasiumie kama watakavyoumia wakifungwa na Simba Sports Club. Kwa hiyo hii timu ukiangalia ina malengo mengi, lakini lengo lake mama ni kuiharibia Simba Sports Club, na sisi tunalifahamu hilo na tumejiandaa kwenda kukabiliana na hilo. Kwa hiyo mechi iliyopita walivyofungwa wamefurahi. Wameenjoy. Waoni, yani unajua mpira wa miguu ni mchezo wa hisia. Sunonaga mazoezini watu huwa wanagombana. Sasa hiyo ni mazoezini, mtu akafanya uzembe. Au kwenye mechi, kuna siku moja tumekaa pale KMC mimi na wewe, tunamuona Chama na Oura wanabishana. Unaikumbuka hiyo? Nakumbuka vizuri. Walibishana wakati mechi inaendelea, wakati wanatoka kwenda dressing room bado wakaendelea kubishana. Kila mmoja anajaribu kumwelekeza mwenzie. Sasa kwenye mechi kama kosa limefanyika, lazima wachezaji wa eneo husika lazima waingie kwenye mabishano ama maelekezano. Lakini rejelea ile mechi ya mwisho ya Singida aliyocheza ya ligi kuu ya NBC, anafungwa lakini hakuna hata mmoja ambaye anamfuata mwenzie kumwambia umefanyaje, ungetakiwa kufanya vile. Unawaona wakiwa kwenye enjoyment ya hali ya juu, unaona wanajisikia raha kufunga, yani hawana shida hata moja. Sasa hao ndio Singida tunakwenda na kuna wakati mwingine mechi ikiwa inaendelea, unaona wachezaji wanahamasishana hivi au kaza sio leo iwe morali ile. Lakini hiyo rejelea mechi ya Singida, mechi yake ya mwisho ya ligi kuu, hakuna hata mahala ambapo wanahimizana bwana kaza twende ndio kapambane. Yani wapo tu pale wanakwenda ta. Mchezaji anakosa a very clear goal, simeelewa lakini hakuna mtu ambaye anamlalamikia bana umekosaje hapo, au mimi nilikuwa kwenye nafasi nzuri ungenipa. Yani kapiga nje, au wanaulizao wanakuja, yani wanajisikia raha. Sasa kwenye mechi ya Simba baba kama ndiyo mechi yao ya mwisho duniani, utawaona namna ambavyo watakavyosimamisha shilingi, namna ambavyo watakavyoshupa. Sisi hatusemi watulegezee, wacheze hivyo wanavyocheza, lakini tutawafanya vibaya kwa sababu hii Simba sio Simba ya kawaida hata kidogo. Sawa, tunaenda katika mchezo huo ambapo moja kati ya washambuliaji wetu Selemani Mwalimu amefungiwa michezo mitatu. Tayari ameshatumikia mmoja, bado miwili. Ni pigo. Najua hivi sasa Selemani Mwalimu ndio mshambuliaji kinara wa Simba Sports Club. Anapokuwa nje Selemani Mwalimu, unajua kabisa kuna mtu anakosekana pale kati. Na anapoingia Selemani Mwalimu, unaona kuna mtu ameongezeka pale kati. Kwa hiyo kumkosa Selemani Mwalimu kwenye mechi ngumu hizi ambazo tunakwenda kucheza, sababu tuna mechi 3 ngumu baba. Tuna hawa Singida. Singida ukicheza nao wanakuwa kama vile wamekula hamila, wanajidabo, wanaongezeka nguvu na akili yao ya kiushindani. Tukitoka hapo tunakwenda kucheza na TRA Arusha. Tukitoka TRA nao dume hiyo, TRA ya Muzamilu hiyo dume kweli kweli. Tukitoka hapo tunakwenda Pamba. Wewe unajua vita ya Simba na Pamba inaanzia ngazi ya mkoa kushuka mpaka kwenye level ya wachezaji. Kwa hiyo mechi hizi mbili dhidi ya Singida, dhidi ya TRA, kumkosa Selemani Mwalimu ni pigo kubwa kweli kweli, lakini hakuna namna. Tumeipokea adhabu yake kwa machungu makubwa na tunasubiri amalize adhabu yake hiyo ili aweze kurejea katika majukumu yake. Naamini Mwalimu
Steven Becker atatengeneza mfumo wa kuwawezesha wachezaji waliopo kuweza kuziba gap la Selemani Mwalimu, na hatimaye timu iweze kupata magoli na tuweze kupata matokeo mazuri katika mchezo huo. Lakini jambo moja ambalo ningependa kuasisitiza wachezaji wetu ni kwamba tunapaswa ama wanapaswa kuzingatia kwanza kanuni za mpira wa miguu, sheria za mpira wa miguu pamoja na misingi mizima ya fair play. Hizi adhabu ambazo wanazipata zinaiathiri klabu moja kwa moja, na msimu huu tumekuwa wahanga sana. Tulimkosa Jonathan Soa mechi 5, tumemkosa Kante mechi 5, hatujakaa vizuri, tunakwenda kumkosa Selemani Mwalimu kwenye mechi 3. Kwa hiyo tunafahamu uwanjani kuna makwazo mengi na nini, lakini wajitahidi kudhibiti hasira na hisia zao kwa maslahi mapana ya Simba Sports Club, kwa sababu sisi ndio ambao tunaathirika kwa kumkosa mtu kama Selemani Mwalimu. Kwa hiyo wachezaji wajitahidi. Kamera ziko nyingi, unaweza ukamdanganya mwamuzi asikuone, umesubiri mwamuzi amegeuka zake huku, wewe ukafanya mipango yake huku, lakini kamera ziko uwanjani na washakunaku wako very active. Wakishaona wana capture, wanaanza kuposti, wanatengeneza pressure, unakuja kwenye kamati ya saa 72 unafungiwa, unaiathiri club. Kwa hiyo wajitahidi kuepukana na vitendo kama hivyo, wacheze in a professional way kwa maslahi mapana ya klabu yetu. Tunakoelekea huku kwenye mechi hizi za duru ya pili, mambo ni magumu kweli kweli. Akifungiwa mtu mechi 5, mechi 3, ina athari kubwa kweli kweli, kwa sababu huku tunakoelekea tunahitaji full squad, watu wote wakamilike, twende tukawapelekee watu pumzi ya moto yenye ujazo na iliyokamilika. Sawa, kuna kitu kimoja ambacho kidogo hata mimi kimenishangaza. Kwa muda mrefu mashabiki wa Simba wamekuwa kama vile wakata tamaa. Lakini kuelekea mechi ya Singida, matawi mengi yanatoka Dar es Salaam yanakuja Singida na yataunga na Arusha baadaye Mwanza. Unalipi la kuambia? Kwanza niwatakie safari njema wale wote ambao wameanza safari. Kuna watu wanaanza safari leo usiku mpira pesa. Wengine wanaanza safari kesho asubuhi ya kuja Dar es Salaam, lakini vile sio tu Dar es Salaam, mikoa mingine vile na wenyewe wanakuja. Watu wa Iringa mashine 3, rafiki zako wale na wenyewe wa Dodoma walikuja, na Singida pia wanakuja pamoja na Arusha. Kwa hiyo matawi mengi yanakuja ama yanakwenda kwenye mechi za Simba. Imani ya watu imerudi, matumaini ya watu yamerejea. Simba hii hata kama inakosa bingwa, bado huwezi kuona makasiriko makubwa kwa watu, kwa sababu tayari timu hii imeshaonesha kwamba ina improvement kubwa kweli kweli. Japo tupo kwenye mbio kubwa za ubingwa, na lile gap la alama 5 tutakwenda kulimaliza taratibu tu, wala usiwe na mashaka nalo bwana Chiko. Kwa hiyo niwatakie safari njema wale wote ambao wanakuja kutoka sehemu mbalimbali kwa ajili ya kwenda kuiunga mkono Simba yetu pale Singida, na wana Simba wa Singida vile na wenyewe wajiandae, mnyama anakuja hapo. Tunahitaji ushirikiano mkubwa kutoka kwao na watu wa Singida. Hili mara nyingi kila nikienda Singida huwa nawaambia wasijidanganye ya kwamba ile ni timu ya mkoa, hivyo waiache Simba yao waende wakaungane na Singida yao kwa ajili ya kuipambania Singida ipate ushindi. Ile sio timu ya kwao. Kila mwana Simba wa Singida atambue kwamba ile sio timu ya kwake. Kama anataka kuisaidia Singida, aisaidie kwenye mechi 28 za ligi kuu ya NBC, lakini kwenye mechi 2 against Simba, mwana Simba wa Singida, simama na Simba yako, kwa sababu tukipata matokeo mabaya kule, wale wa Singida wenzio ambao ulishirikiana nao wewe mwana Simba kwa ajili ya kuidhoofisha Simba, wale sasa wanakaa kwenye timu yao, wanaanza kukucheka wewe Simba ambaye umeangusha pointi pale Singida. Kwa hiyo ile sio timu ya kwao, sio timu ya mkoa wa Singida, ile ni timu ya watu fulani yenye malengo fulani. Kwa hiyo wewe achana nao, simama na Simba yako. Ni kama ilivyo watu wa Mwanza. Mimi nawapendaga watu wa Mwanza. Tukienda kucheza dhidi ya Pamba, wale watu wa Simba Mwanza huwa hawanaga habari na Pamba hata kidogo.
wanapambana na Simba yao, mechi kisha wanarudi kwenye timu yao ya Pamba ya mkoa kwenda kuisaidia Pamba maisha yake mengine huko. Lakini Simba akienda wao wanasimama na Simba. Sasa wako watu wengine Simba ikienda wenyewe wanabaki timu ya mkoa, timu ya mkoa, timu ya mkoa. Hakuna cha timu ya mkoa. Timu inatoka rohoni. Ipambanie Simba yako, ipate matokeo, alafu mtarudi kwenye timu yenu ya mkoa kuendeleza